wa serikali 3, 2, 1. Baada ya muafaka wa mfumo wa muungano tungeandika katiba kwa mujibu wa matakwa yetu. Si tumeshatoa nauli, tumeshatoa mawazo yetu, wao watuchagulie mfumo. Haiwezekani. Na muungano ni maridhiano. Muungano ni maridhiano. Ndugu wa mume wakinufaika na ndugu wa mke wanufaike. Haiwezekani wanufaike watu wa upande mmoja na muungano huu. Toka muungano umeanza, Spika wa Bunge la Muungano bala, mkurugenzi wa usalama wa taifa bala, mkurugenzi TRA bala, mkurugenzi wa polisi bala, mkuu wa majeshi bala. Haiwezekani. CCM wanatudanganya kwamba eti wanataka kulinda historia, kwamba baba wa taifa Mwalimu Nyerere, baba wa taifa Abeid Karume wanataka walinde historia hiyo. Ni wanafiki. Mbona wamefuta Azimio la Arusha? Sio sehemu ya muungano? Mbona wamefuta vipengele vya rushwa? Si sehemu ya muungano? Mbona wamefuta maadili ya viongozi? Si sehemu ya muungano? Mawazo ya kinafiki wabaki nayo ndani ya halmashauri kuu zao, ndani ya kamati kuu zao, ndani ya mikutano yao ya CCM. Hapa ikibidi muwe tayari kubadilisha wino utakaoandika katiba ya nchi hii. Mko tayari? Mko tayari? CCM wakichezea katiba, tubadilishe wino utakaoandika katiba ya nchi hii. Mko tayari? UPDP, asante sana. Asante wakiti. Sasa anakuja mkuu wa shughuli Dr. Fred Habib. Yeye ataelekeza mmoja baada ya mwingine na muda wao maalum. Naibu katibu mkuu anakabidhi jozi Dr. Fred Habib. Waheshimiwa, salamu za Mheshimiwa Dovuto mmezisikia? Basi yule ameanza tu. Yule amefanya nini? Ngoma bado. Asante Dr. Fred Habib. Simamia taratibu mweze kutoka kwa salama. Moto 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 moto. Haki. NCCR. People. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Wenyeviti, Makamu Wenyeviti, manaibu makatibu wakuu, itifaki imezingatiwa kwa ujumla wetu. Asalamu alaikum. Hamjambo? Wazima? Tunaombwa tulosimama turejee nyuma. Umma unakuja mpaka saifi uwanja hichi, kishafika pana watu kama 355,000 na wengine wanakuja. Jamani, jamani, watuko wengi. Waheshimiwa wenyeviti, leo tunaendelea na shughuli yetu, na kama ilivyofunguliwa na ilivyoelezwa na kiongozi aliyotanguliwa, mwenyekiti wa taifa wa UPDP Mheshimiwa Fahmi, mpigieni makofi mengi sana 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 sana. Kwa kuwa leo tuna wanasiasa wengi, hatutaweza kuwapandisha hapa, na wamekuja kushirikiana nasi katika shughuli hii. Ningeomba basi jukwaa hili
kwa wale viongozi ambao ni tunu kwetu, hatujawaona kwa siku nyingi, waje mbele yetu pale, wapande, wasalimie, wapunge mikono. Viongozi ambao tunaomba pale, kiongozi wa kambi ya upinzani, kambi ya bunge wa CUF bungeni, tunawaomba makamo wenye viti wa vyama, tunawaomba manaibu makatibu wakuu, tunamuomba na katibu mkuu wa UPDP waje pale tuwaone. Yule ambaye kwa hali yake haitomruhusu, basi tunamruhusu asimame hapo hapo alipokaa. Tunatoa dakika hii kwa muda huu viongozi wetu. Huyo anayekuja ni Mheshimiwa Mtatiro, anafuatiwa na Mheshimiwa Habibu Mnyaa, anafuatiwa na Mheshimiwa Abdallah Juma, anafuatiwa na Mheshimiwa Hamadi Yusuf, anafuatiwa na naibu katibu mkuu wa NCCR Mageuzi, na huyo alisimama mwisho ni katibu mkuu wa UPDP, na anapanda makamo mwenyekiti wa Chadema. Makofi kabisa kabisa kabisa. Na vigelegele kina mama jamani. Mmewaona? Wamependeza. Asanteni, asanteni, asanteni. Makofi kwa wingi kwa viongozi wetu hao waliokuja hapa. Ambaye alikuwa hakupanda hapa kwa hali ya Mheshimiwa Makamo mwenyekiti wa CUF, mpigeni makofi. Mheshimiwa Machano na Mheshimiwa Ambar makamu mwenyekiti wa NCCR, naye mpigeni makofi. Wote kwa jumla yao ni viongozi wetu, viongozi wa kuongoza mapambano haya mpaka tufikie katika katiba mpya. Nikiondoka hapo basi, leo bandika bandua namleta kwa dakika 5 katika jukwaa hili mtoa hoja maalum ilozua kizaazaa katika bunge la Jamhuri ya Muungano, Mwalimu Ali Khamis, kwa niaba ya wabunge wote wa kambi ya upinzani aje asalimie kwa dakika 5 hapa. Peoples! NCCR! Haki! Waheshimiwa wenye viti wa vyama vitatu kitaifa, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa kitaifa CUF, waheshimiwa makatibu wakuu kitaifa CUF, Chadema, NCCR Mageuzi na chama cha UDP, waheshimiwa wananchi, mimi ni mjumbe wa kamati ya katiba, sheria na utawala ya bunge. Baada ya kugundua kuwa wadau wa Zanzibar hawakushirikishwa, tulikaa na kamati kujadili hali hiyo, na tukakubaliana kuwa lazima Zanzibar tuje kupata maoni ya wananchi. Katika hilo, waheshimiwa wananchi, tukapanga ratiba ya kuja Zanzibar tarehe 14 mwezi wa 8 ili tufanye kazi tarehe 15 na tarehe 16 katika kushughulikia miswada miwili ambayo iliwasilishwa na serikali. Ninachotaka kuhakikishia wananchi, katika kujadiliana swala hili la kuja Zanzibar katika kamati, ilitokea hoja kuwa Zanzibar hakuna usalama. Hoja hiyo ilipingwa na hatima yake wajumbe wote tukakubaliana kwa tuje Zanzibar. Jambo la kusikitisha na la kuhuzunisha, katika mazingira ya kutatanisha, Zanzibar hatukuja. Kwa hivyo waheshimiwa, muelewe kuwa uamuzi wa kamati ilikuwa ni kuja Zanzibar kupata maoni ya wadau, lakini hilo halikuwezekana. Inaonekana kulikuwa na mkono, hatuelewi kwa ni serikali au ni Chama cha Mapinduzi au ni wajumbe baadhi wa kamati ya katiba, sheria na utawala. Ninachotaka kuhakikishia wananchi ni kuwa tutakaporejea bungeni, ni lazima habari hii ijulikane, nani aliyosababisha kamati hii isije Zanzibar.
Waheshimiwa wananchi, ninachotaka kuambia tuungane, lazima tupate katiba ya ushirikishi, katiba ya wananchi. Ukiangalia rasimu ambayo imeletwa ya mswada ina matatizo mengi, lakini licha kuzungumza matatizo ambayo kiongozi wangu mmoja atakuzungumza hapa, niseme tu kuwa katika bunge la katiba kuna wajumbe 166 kutoka taasisi za jamii au taasisi za umma. Njia ya kupatikana wajumbe hawa ina matatizo makubwa. Walipotaka wao ni kwa rais ateue wajumbe hawa. Sasa tatizo lililopo ni kuwa sheria inasema kuwa rais ataalika makundi mbalimbali ili aweze kupata wajumbe watatu kila kundi ili kupata wajumbe hao 166. Lakini jambo la kusikitisha ni kuwa makundi yaliyotajwa katika sheria ya mabadiliko ya katiba ni makundi 9. Sasa ukichukua makundi 9 na rais akialika wajumbe watatu kila kundi na akiteuliwa mmoja, utakuta wajumbe watakaopatikana ni 9 badala ya 166. Tumeelewana? Sisi kamati tukasema hilo ni tatizo. Kwa hiyo tukasema ni lazima ichanganue makundi haya yakoje. Tukaitaka serikali ieleze wajumbe 166 watapatikana vipi. Serikali ilishindwa kutueleza kinaga ubaga. Badala yake tukawasaidia, tukawapatia makundi 48 ya taasisi ambazo watoke wajumbe kwa ajili ya wajumbe wale 166. Serikali ikakataa. Hii ni kuonesha kwa serikali haiko wazi, na mchakato huu unahitaji wananchi mtunge mkono ili tuweze kupata katiba shirikishi, katiba ya wananchi wote. Vinginevyo bila kuungana mkono, serikali wanaweza katakanyara mada hii na wakatunga katiba ambayo inawasaidia wao. Muko tayari kwa hilo? Muko tayari kwa hilo? Haki! Peoples! NCCR! Asanteni. People! NCCR! Haki! Moto! Sasa moto unakuja, moto. Makofi kwa wingi. Chief Whip. Wabunge wa kambi ya upinzani katika bunge, mbunge wa Singida wa kuchaguliwa, Mheshimiwa mwanasheria kitaaluma Tundu Lissu, kiboko yao wakimuona wanapata homa. Karibu kwenye jukwaa hili uzungumze na wananchi. Zanzibar mpo! Chadema! Peoples! Haki! NCCR! Asante Zanzibar. Naomba kwanza ndugu zangu wa Zanzibar, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuja mbele yenu, niwasalimieni wote katika jina la Zanzibar huru. Naomba nisije nikaondoka mkasema hakusema. Naomba niwasalimie katika jina la Zanzibar yenye mamlaka kamili. Na naomba niwasalimie ndugu zangu wa Zanzibar katika jina la katiba mpya yenye Zanzibar mpya na Tanganyika mpya. Bila katiba mpya hakuna Zanzibar huru. Bila Zanzibar huru hakuna katiba mpya. Ndugu zangu, tumezungumza sana juu ya yaliyotokea Dodoma.
Tumezungumza sana juu ya mbinu zilizotumika kuhakikisha kwamba bunge halipati maoni ya Wazanzibari. Tumezungumza sana. Nachotaka kukizungumza leo, nachotaka kukisema leo ni kwamba haya si mambo mapya. Haya si mambo mapya katika historia ya muungano huu. Tangu mwaka 64, miaka karibu 50 iliyopita, Zanzibar imenyang'anywa sauti yake katika muungano. Katika mkataba wa muungano ulisema kwamba ili muungano uwe halali lazima upitishwe na mabunge mawili ya hizi nchi mbili, yaani bunge la wakati huo la Tanganyika na bunge la wakati huo la Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, Baraza la Mapinduzi. Kuna sheria iliyotungwa na bunge la Tanganyika kuthibitisha makubaliano ya muungano. Hakujawahi kuwa na sheria ya kuthibitisha makubaliano ya muungano iliyotungwa na bunge la Zanzibar la wakati huo. Wananchi wa hizi nchi mbili hawakuulizwa kama wanataka nchi zao ziungane. Hakukuwa na kura ya maoni, hakukuwa na mjadala bungeni. Maamuzi yalifanywa juu ya vichwa vya wananchi na nyuma ya migongo yao. Baada ya mwaka 64 na kwa miaka 50, bunge la Jamhuri ya Muungano limetunga sheria zinazoihusu Zanzibar bila kuwasikiliza Wazanzibari. Walipokubaliana mwaka 64, kulikuwa na mambo 11 ya muungano. Leo yako 22 au 32 ukikokotoa hayo 22. Mambo yote yaliyoongezwa baada ya mwaka 64 yaliongezwa kwa hila, yaliongezwa bila ridhaa ya Wazanzibari, yaliongezwa bila Wazanzibari kushiriki. Kama unataka kujua mlinyang'anywaje zilizokuwa pesa za Zanzibar kwenye bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki, angalia kilichofanyika katika bunge la kwanza la Jamhuri ya Muungano mwaka 65. Kwa miaka yote mambo ya muungano yameongezwa bila ushiriki wa Wazanzibari. Kwa miaka yote wakihoji Wazanzibari wanapewa vyeo bara, wananyamaza. Wakipiga kelele kama hawaweki kizuizini wanapewa nafasi bara za ulaji, wananyamaza. Ilipofika mwaka 83-84, uwezo wa kuwahonga Wazanzibari na kuwanyamazisha umepungua, wakaanza kutumia mabavu. Jumbe na serikali yake wakang'olewa madarakani. Na sijui ndugu zangu Wazanzibari ni wangapi mnafahamu, sababu iliyomuondoa Jumbe madarakani ilikuwa kudai serikali tatu. Na ukitaka uthibitisho, soma kitabu cha Mwalimu, Uongozi Wetu na Hatima ya Tanzania. Anasema kilichomuondoa Jumbe ni kudai serikali tatu. Kwa ndugu zangu, kwa miaka 50 maamuzi yamefanywa na nchi hii, maamuzi yamefanywa na bunge yanayowagusa Wazanzibari, yanayowanyang'anya mamlaka yao bila kuwashirikisha. Kila kitabu kilichoandikwa juu ya muungano, na nina kimoja hapa kinasema hivyo, kila kitabu ambacho kimeandikwa juu ya muungano huu kinasema wawakilishi wa Zanzibar bungeni na nje ya bunge wamekuwa kimya mambo makubwa juu ya Zanzibar yanapoamuliwa.
Kwa kilichotokea mwezi uliopita Dodoma sio kitu kigeni, ni mwendelezo wa historia ya miaka 50. Na naombeni niwaambieni ndugu zangu, hayatakoma mpaka tuwe na katiba mpya na mpaka tuwe na Zanzibar yenye mamlaka kamili. Hayatakoma bila kukabiliana na CCM na vibaraka wao. Muungano umetumika kuwanyang'anya Wazanzibari mamlaka, hata kwa mambo ambayo sio ya muungano. Leo huwezi ukapata senti moja ya FIFA mpaka ipitie Dar es Salaam, ikachakachuliwe Dar es Salaam. Huwezi ukapata senti moja kutoka SADC au kutoka FAO au kutoka ILO au kutoka nje ya nchi hii bila kupitia Dar es Salaam zikachakachuliwa huku. Leo tuna sheria inayosema, na naomba msikilize, leo tuna sheria inayosema kwa kila shilingi 100 inazopatikana kwa jina la muungano, haki ya Zanzibar ni shilingi 4.5. Shilingi 4.5 kwa mujibu wa sheria ya mamlaka ya pamoja ya fedha ya muungano. Kwa maana hiyo, kuendelea na utaratibu huu ni kuinyonya Zanzibar, ni kuiangamiza Zanzibar. Bila katiba mpya hakuna Zanzibar yenye mamlaka kamili, na bila Zanzibar yenye mamlaka kamili hakuna katiba mpya. Sasa ndugu zangu, wamechakachua sana Dodoma. Wamechakachua sana Dodoma. Kama wananchi wa Zanzibar mtanyamaza, kama mtanyamaza, mambo yafuatayo yatatokea kwa mujibu wa sheria. Jambo la kwanza ni kwamba wakati tunatengeneza katiba ya nchi mbili zilizoungana, sheria sasa inasema uwakilishi wa Zanzibar utakuwa watu 219 katika bunge la watu 604. 36% ya wajumbe wa bunge la katiba watatoka Zanzibar, wakati rasimu ya Warioba imesema nchi hizi mbili lazima ziwe na haki sawa na hadhi sawa. Kwa mujibu wa sheria iliyopitishwa, wajumbe wa Zanzibar 36%, wajumbe wa Tanganyika 64%. Na ili upitishe katiba mpya kwa mujibu wa sheria hii, unatakiwa uwe na 66%. Hawatakosa 2% ya Wazanzibari watakaounga mkono kuendelea kunyongwa kwa Zanzibar. Hawataikosa kama tutaruhusu mchakato huu uendelee. Kwa mujibu wa sheria hii, sasa tulikuwa tumeambiwa mwanzoni kwamba ili katiba mpya ipite lazima thuluthi 2 ya wajumbe wa Zanzibar wakubali na thuluthi 2 ya wajumbe wa Tanzania bara wakubali. Sasa hivi kwa mujibu wa sheria iliyopitishwa Dodoma, huhitaji tena thuluthi 2. Kikishindikana tutatumia simple majority, 50+1. Hawatakosa 50% ya watu wao wa Zanzibar kupitisha wanachotaka kukipitisha, na kitakuwa cha kuinyonga Zanzibar. Kwa mujibu wa sheria hii, kama tutawaruhusu, tutaenda kwenye uchaguzi, kwenye kura ya maoni, kupiga kura ya maoni kukubali au kukataa katiba mpya. Kura ya maoni itakayosimamiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa bara na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kwa huku Zanzibar. Mnafahamu hizi ni tume za uchakachuaji, watatuchakachua tu. Kwa ndugu zangu wa Zanzibar, sina muda sana. Naomba nimalizie kwa kusema yafuatayo. Ili Zanzibar yenye mamlaka kamili ipatikane, lazima cha kwanza tuwe na mchakato wa haki wa kuipata hiyo katiba mpya.
lazima turudishe, lazima tuhakikishe huu muswada uliopitishwa kwa nguvu unarudi Dodoma ili ufanyiwe marekebisho. Jambo la pili, yote yanategemea Wazanzibari mtasema nini. Wanahofu sana na Zanzibar, na waombeni wananchi wa Zanzibar, kwa vyovyote vile msije mkakubali utaratibu unaosema katiba mpya ipitishwe na 50+1 waitakuwa ni katiba ya CCM, na katiba ya CCM itakuwa na mambo yale ya miaka yote, uchakachuaji ule wa miaka yote. La tatu muhimu kabisa, Tume ya Warioba imeonyesha njia ya Zanzibar yenye mamlaka kamili na serikali tatu. Imeonyesha njia. Wamesema kwa mujibu wa rasimu, nchi washirika wa muungano Zanzibar na Tanganyika wanaweza wakajiunga na mashirika na taasisi za kimataifa. Tume ya Warioba imesema Zanzibar inaweza ikapata kile ambacho imenyimwa kwa miaka 50 ya muungano. Inaweza kajiunga na United Nations System na Umoja wa Mataifa. Inaweza kajiunga na SADC. Inaweza ikajiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Inaweza kajiunga na OIC. CCM wanasema hapana, turudi huko ambako tumekuwa kwa miaka 50. Wazanzibari mkiwaruhusu mmekwisha. Kuna waombeni ndugu zangu, kwa vile Tume ya Warioba imeonyesha njia, hatuna budi kuhakikisha kwamba Tume ya Warioba haichakachuliwi. Wabunge waliopitisha muswada juzi wamesema Tume ya Warioba ikipeleka rasimu ya pili na yenyewe inakuwa imekufa. Wananchi wa Zanzibar mkatae hiyo, kwa sababu mkiruhusu Tume ya Warioba ikauawa, itakula kwenu, itakula kwetu sisi wote. Kwa ndugu zangu, naomba nimalizie kwa la mwisho. Wananchi wa Zanzibar, miaka 50 ya kupuuzwa, miaka 50 ya kutokushirikishwa inatosha. Inatosha. Naombeni iwe kauli yenu kwamba bila uwakilishi sawa kwa sawa hakuna kwenda mbele. Bila uwakilishi sawa kwa sawa hakuna bunge la katiba. Bila uwakilishi wa sawa kwa sawa hakuna katiba mpya. Bila uwakilishi wa sawa kwa sawa hakutakuwa na Zanzibar yenye mamlaka kamili. Sheria ya sasa haiwapi huo uwakilishi wa sawa kwa sawa. Naombeni niwaulizeni kama alivyouliza Kamanda Dovutwa, mko tayari? Zanzibar mko tayari? Na washukuruni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana. Moto 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 moto. Moto 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 moto. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Lissu mpaka Singida wasikie kama leo kazungumza hapa Zanzibar. Haki! People's NCCR! Waheshimiwa viongozi, tunaendelea na programu yetu. Ameondoka Mheshimiwa Lissu. Sasa anakuja Waziri wa Katiba na Sheria wa Zanzibar, ambaye pia ni mwakilishi wa Mgogoni, na hivi sasa ni kaimu katibu mkuu Maalim Abubakar Khamis Bakari. Hapa leo anakuja kuweka wazi kila kitu katika jukwaa hili. Mheshimiwa Abubakar Khamis Bakari, karibu katika jukwaa hili.
Moto 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 moto. Haki. Peoples. NCCR. Asanteni sana. Waheshimiwa wananchi, mimi salamu zangu itakuwa moja tu, na salamu hii inatokana na gazeti la siku ya Ijumaa, gazeti la Mwananchi, tarehe 20 mwezi wa 9 2013. Ndio nitatoa salamu zangu kutokana na gazeti hilo. Gazeti hili la Mwananchi katika ukurasa wa 4 alinukuliwa Waziri wa Katiba wa Jamhuri ya Muungano ndugu Chikawe akisema kwamba mswada wa marekebisho ya katiba umeshirikisha kila mtu. Chikawe ni mwenzangu sana. Tulisoma pamoja sheria chuo kikuu mwaka 72. Tunafahamiana, lakini kwa hili ni muongo. Chikawe, kwa hili umuongo. Hujashirikisha Zanzibar. Walichofanya ni kuilaghai Zanzibar, ni kuidanganya Zanzibar, na walichofanya hawa walituletea hayo marekebisho ya katiba wanayosema yalikuwa na vifungu 4. Wakasema sisi tunataka kurekebisha sheria hii katika vifungu hivi, cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4. Hebu vitizameni. Mimi binafsi nikavitizama, tukashauriana na mwanasheria mkuu, tukatoa maoni yetu kwa vifungu 4, na mimi binafsi nikamwandikia makamu wa pili wa rais. Nisikilizeni. Nikamwandikia makamu wa pili wa rais kumwambia kwa vifungu hivi hatuna matatizo, hasa kwa sababu katika kifungu kimoja tumepeleka mapendekezo yetu. Kwa hivyo makamu wa pili wa rais akamwandikia waziri mkuu kwamba maoni ya Zanzibar kwa vifungu hivyo mlivyoleta ni haya. Wakapelekewa, lakini kumbe ile ilikuwa ni hadaa. Ile walioleta ilikuwa ni hadaa, kwa sababu baada ya kuwapelekea yale, wao wakenda wakakaa wakarekebisha vifungu vingine 12 ambavyo hivyo hawakutuletea, na hivi ndivyo walivyopeleka bungeni. Vifungu wenyewe ambavyo walivirekebisha ni kifungu cha 20, 22, 22C, 22 4, 22 2A, 22 2B, 23, 24, 24 5, 26 na 37. Hivi wakavifanya wao wenyewe, wala hawakutuletea wala hawakutuambia. Halafu hivi ndivyo walivyopeleka katika bunge, wakasema kwamba wanataka kurekebisha sheria hiyo. Na walipopeleka hayo, nasikitika sana, ndugu yangu Ndugai ati ni naibu spika wa bunge, muongo mkubwa, akaonesha barua iliyotoka kwa makamu wa pili wa rais, akasema Zanzibar tumewashirikisha na barua hii. Mimi nasema ni muongo, na kwa mujibu wa kanuni za bunge naomba wabunge wamchukulie hatua. Akasema uongo, kadanganya bunge.
kwa sababu kilichofanyika, Ndugai huyu alichukua barua ya makamu wa pili wa rais ambayo nilimpelekea mimi, nikamwambia kwa vifungu vine hatuna matatizo, lakini sheria iliyokwenda katika bunge ilikuwa ina mabadiliko ya vifungu vingine 16, vile vinne na vile vingine 12, ambavyo 12 hawakutuambia. Sasa simongo ni kitu gani? Mimi naomba sana ndugu zangu wa bunge watumie kanuni ya bunge ya kumshtaki Ndugai kasema uongo na kadanganya bunge, na hii ni kitu ambacho hakitakiwi katika bunge. Vinginevyo Ndugai ajiuzulu, ni muongo, hafai. Na Chikawe asiseme kwamba alishirikisha Zanzibar, si kweli, kwa sababu alichoshirikisha ni vifungu vinne nilivyovisema. Hivi 12 hajasema hata siku moja. Na mimi nashangaa sana na watu hawa. Siku ya tarehe 30, 29 na 30 mwezi wa 8, Chikawe na Lukuvi, waziri anayehusika na mambo ya bunge, walikuja kuniona mimi, na walikuja baada ya sisi kuanza kupiga makelele kuhusu mswada wa kura ya maoni, kwa sababu tulikuwa hatujaupata. Wakaja wakasema tujadili pale pale. Sisi tukamwambia hatujadili. Huwezi ukaja leo ukatupa mswada tukasema tujadili hapa hapa, haiwezekani. Wasitufanye